Ikikutangazia mtazamaji moja kwa moja kutoka Majengo jijini Dodoma. Karibu katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Serikali kununua matrekta 10,000 ili kuimarisha kilimo. Na kimataifa, UN kutuma ujumbe kutathmini usitishwaji wa mapigano Kongo. Na tutangazia kwa upande wa michezo, Yanga yaondoka nchini kuifuata FAR Rabat, mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV inayopatikana kwenye kingamuzi cha Azam Media Other channel namba 22 pamoja na Zanzibar Cable channel namba 14, na kukaribisha katika saa moja ya habari. Mimi ni Mindi Josefu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imepanga kununua matrekta 10,000 na kuanzisha vituo jumuishi 1,000 vya huduma za zana za kilimo katika ngazi ya kata, hatua itakayoongeza tija, kupunguza gharama na kuwapa wakulima muda zaidi wa kushiriki katika shughuli nyingine za kiuchumi. Tupate taarifa zaidi. Ametoa kauli hiyo leo Jumanne Februari 3 wakati akifungua mkutano wa kwanza wa kikanda wa Afrika wa matumizi ya endelevu ya zana za kilimo unaofanyika katika hoteli ya Johari Rotana jijini Dar es Salaam, ambapo unalenga kuweka msingi wa ushirikiano wa kikanda katika kuendeleza ajenda ya mfumo wa zana endelevu za kilimo barani Afrika. Mheshimiwa Dr. Mwigulu amesema ni muhimu kuimarisha uwekezaji katika zana za kilimo rafiki kwa mazingira na zinazozingatia mabadiliko ya tabia ya nchi. Serikali imepanga kununua matrekta 10,000 na kuanzisha vituo jumuishi 1,000 vya huduma za zana za kilimo katika ngazi ya kata, hatua inayoongeza tija na kupunguza gharama na kuwapa wakulima muda zaidi wa kushiriki katika shughuli nyingine za kiuchumi. Naipongeza FAO kwa kuanza mchakato wa kuanzisha kituo cha umahiri wa zana za kilimo barani Afrika, na nitumie fursa hii kuwakaribisha Tanzania, lakini pia kuwatangazia kuwa serikali ya Tanzania iko tayari kutoa eneo na ushirikiano kamili kwa ajili ya uanzishwaji wa kituo kama hicho hapa nchini. Karibuni sana. Wakati mkuu wa mkoa anaongelea ile dhana ya political agriculture, alitaja zile sifa. Nikataka kumkumbusha pia kwamba sifa nyingine ni kilimo kwa kutumia kauli mbiu, kwamba kinakuwepo kwenye kauli mbiu lakini kwenye vitendo kinakuwa hakipo. Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alichukua hatua kubwa zaidi za kutoka kwenye kauli mbiu na kwenda kwenye vitendo kwa kuongeza bajeti ya kilimo kwa zaidi ya mara 5 ndani ya kipindi cha miaka 4, na kuchukua hatua hizi ambazo baadhi ya maeneo tumetoka kuyaainisha yanayohusiana na zana za kilimo. Na zana peke yake zikiwa hazitoshi kufanya kazi hiyo, Daktari Samia Suluhu Hassan aliongeza bajeti kwenye masuala ya umwagiliaji ambayo yameiongezea Tanzania miradi inayohusisha umwagiliaji kutoka takriban miradi 13 kwenda miradi zaidi ya 780. Hivyo kwenye utoshelevu wa mbegu bora pamoja na mbolea. Mkutano huo, nchi za Afrika kwa kushirikiana na Shirika la Chakula la Kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, Umoja wa Afrika AU, taasisi za fedha, sekta binafsi, watafiti na wadau wa maendeleo zinakusudia kujenga mifumo thabiti ya huduma za zana za kilimo inayokidhi mahitaji halisi ya wakulima wadogo na wakati, kuimarisha uratibu wa taasisi, kubadilishana uzoefu. Lai Saidi, Sky TV.
Asante Pius Jayunga Laised kwa undani wa taarifa hiyo. Tuangazie taarifa nyingine. Ujumbe wa shirika la kimataifa la nguvu za atomiki kanda ya Afrika umepongeza uongozi wa hospitali ya Benjamin Mkapa kwa maono na uwekezaji mkubwa unaolenga kuifanyia hospitali hiyo kuwa kituo bora cha matibabu kwa ukanda wa Afrika Mashariki. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu ana maelezo zaidi. Pongezi hizo zimetolewa leo Februari 3 baada ya ujumbe huo ukiongozwa na mkurugenzi wa idara ya Afrika wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki Bwana Gashawi Wolde, baada ya kufanya ziara ya kutembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa kituo cha umahiri cha mafunzo na matibabu ya saratani katika hospitali ya Benjamin Mkapa. The visit has been for me very, very fruitful. I have seen also the big vision. I have seen the transformative steps that you are taking, which could not be easy as a government hospital, but you are making it. Specifically addressing the issue of this medical tourism. And I'm very much impressed with the mobile hospitals that you are operating, and that also expands the outreach of your hospital. And I believe down the line in a few years' time, I'm very optimistic that you will achieve your vision to become a regional hub. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Nguvu za Atom Tanzania, Profesa Najat Kasim Mohamed, amesema lengo la ziara hiyo ni kukagua maendeleo ya miradi inayofadhiliwa nchini. Kwa hiyo hapa Benjamin Mkapa tumekuja kuangalia ujenzi au uanzishwaji wa kituo cha matibabu ya kansa, kuanzia uchunguzi mpaka kutibia. Kwa hiyo tumeangalia ujenzi, tumeona kwa hatua iliyofikiwa ni kubwa sana, ambao tunategemea kwamba labda karibuni kituo hichi kitaanza kufanya kazi. Kwa hiyo hatua iliyofikia wanamalizia jengo, labda sasa watahitaji mnunuzi wa vifaa ambavyo vitatumika. Kwa hiyo IAEA wamethibitisha kwamba wataendelea kutupa support Benjamin Mkapa Hospital na Tanzania kwa ujumla, ili kuhakikisha kwamba miradi yetu ya maendeleo ambayo iko chini yao inafanikiwa kwa uzuri kabisa. Naye kaimu mkurugenzi wa hospitali ya Benjamin Mkapa, Dr. Heni Humba, amesema ujenzi wa jengo la matibabu ya mionzi na saratani umefikia 61% na linatarajiwa kuanza kutoa huduma Septemba 2026. Uwekezaji wenyewe wa jengo, ujenzi, umetumia takriban bilioni 30.4 za Kitanzania, ambayo sawa sana milioni za Kimarekani dola 12,000. Lakini vile vifaa sasa, vifaa tiba na asasi vifaa tiba, zile equipment kama mlivyosikia, ndio zenyewe zitahitaji takriban dola za Kimarekani milioni 5, ambayo ni kama bilioni 12 za Kitanzania, ili kuweza kuequip ile mashine. Ni pamoja na mitambo hiyo ya matibabu ya tiba mionzi na mingine kwa ajili ya upasuaji kwa tiba mionzi, yani radiotherapy, yes, na mitambo mingine. Mnapoona jengo hili hatua zote za structure zimekamilika na mkandarasi sasa hivi ameanza hatua za finishing. Hili jengo lina involve function mbalimbali ambazo ni za hospitali, lakini pamoja na bunkers kwa ajili ya mionzi. Kama mlivyoona hapa kwenye hatua za bunker, tunaona wanaendelea na kazi mbalimbali za usukaji wa chuma kwa ajili ya kumwaga zege. Lakini sehemu nyingine mkandarasi ameshaanza maandalizi ya kuweka ceiling, lakini pia na material kama tiles na material nyingine za finishing zimefika site. Mradi huko kwenye hatua za finishing huko kwa asilimia zaidi ya 60. Pius Jayunga, Sky TV. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Wananchi wa kata Mbezi wilayani Ubungo jijini Dar es Salaam wamelalamikia hali ya upatikanaji wa maji ambayo imesababisha gharama za maisha kupanda na kutumia vyanzo visivyo salama kwa afya zao. Tuungane na mwandishi wetu. Wakizungumza wakati wa mkutano uliokuwa na lengo la kujadili kero hiyo, wananchi hao wamesema maji ni changamoto kubwa, ambapo wamekuwa wakitumia muda mwingi kuyatafuta na kulazimika kununua ndoo moja kwa shilingi 700. Kero ya maji imekuwa shida kwetu. Hasa kwa mimi, kwa upande wangu nina mgonjwa kama miaka 7 ambaye hawezi kujipigania kwa lolote.
kwanza ni kipofu, ni mume wangu. Kwa hiyo ninafika mahali na kodi bajaji naenda kutafuta maji kule Makabe kanisani. Unakuta unanunua ndoo shilingi 700. Kwenye bomba unauziwa 300, mbebaji 400. Kwa hiyo unakuta kwamba ile hali kama huna hela ina maana pia uwezi kupata maji. Maji tatizo sana. Kila siku tunampigia diwani simu. Na diwani akileta boza wananchi tupo, diwani wewe shughulikia, kwa sababu tunakuja kuchota maji kwako, ushughulikii swala la maji. Akileta maboza tunampelekea ndoo, anatugawia. Akileta boza hatupati maji, tunaenda wapi? Kwa hiyo kwa sababu diwani tunaye karibu na yeye, nyumba yake iko pale na yeye hapati maji, na wananchi waliokuwa nao ni wengi, atawahudumia wote ataweza? Unakuwa sasa kama vile tunambana au tunamuonea, kwa sababu jukumu sio lake. Jukumu ni la darasa. Hatuna maji, wakina mama tunateseka. Mimi mpaka naongea na diwani, nampigia diwani mara nyingi, huyo bwana vipi? Lakini tatizo ofisi hawa wanajua kabisa kinachoendelea. Wanajua kabisa hapa kama tunapiga domodomo, wanajua kinachoendelea chochote. Diwani wa kata ya Mbezi amesema uhitaji wa maji katika eneo hilo ni mkubwa, huku DAWASA ikiwaahidi wananchi hao kwamba wiki hii maji yatapatikana. Kiukweli kwenye kata yetu ya Mbezi tuna shida kubwa sana ya maji, kwa sababu kuna wananchi wana zaidi ya miezi 3, miezi 4 hawajawahi kupata maji kabisa, na viongozi wa DAWASA wanajua. Sehemu kubwa ya kata hii ya Mbezi imekumbwa na ukosefu wa maji, ambapo naona wananchi na watoto wengi wakati mwingine hawaendi shule. Asubuhi unakuta wako na vidumu vya maji. Lakini pia ukiangalia maeneo mengi, akina mama hao wengine wamejifungua kwa operation, wana mishono, wengine ni wazee, wanafuata maji, na maji sehemu yenyewe wanaenda kutafuta maji mitoni. Ile maji sio safi na salama. Yanaweza kuwa ni hatarishi, yanaweza kuwa ni maji ambayo yanaweza yakawadhuru. Kwa sisi kama serikali na viongozi hawa DAWASA tumeona umuhimu wa swala hili, tutapambana kuhakikisha kwamba wiki hii basi watu waanze kuona matokeo. Pamoja na changamoto zote tulizozibeba hapa, tumekubaliana kwamba katika mgao wao wa siku ya Alhamisi tutatembea wote nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, kuhakikisha kwamba hii huduma inayowapatia kwao katika makazi yao inafikia kwa wakati. Tuko tayari kuwahudumia wananchi hawa, iwe ni mchana, iwe ni asubuhi au iwe ni usiku. Tunaweza kuifanya kazi hii na tumekubaliana nao vizuri kabisa. Kwa hiyo Alhamisi tutajumuika nao kwa pamoja. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Mradi CCM Mbeya yajipanga kuwawajibisha viongozi wasiozingatia maadili. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa kutoka mkoa wa Mbeya, Ndele Mwanselela, amewataka viongozi wa chama kusimamia kwa uadilifu utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, akieleza kuwa uzembe, rushwa na wizi wa mali za umma ni chanzo kikuu cha chuki na kukosekana kwa imani ya wananchi kwa serikali. Mwandishi wetu ana maelezo zaidi. Ndele Mwanselela ametoa wito huo wakati wa maadhimisho ya sherehe za miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi yaliyofanyika wilaya ya Mbeya na Mbeya mjini, ambapo amewataka viongozi kushughulikia watu wote wanaokwenda kinyume na utekelezaji wa ilani ya chama hicho. Kuwabeba watu walafi, watu wanaotuchonganisha na wananchi, watu wanaofanya mambo ya hovyo ili chama kionekane hakina maana. Mwende mkawashughulike nao. Kama mtu ni mdokozi, aidha kule kwenye halmashauri, usifunike kombe mwanaharamu apite, ashughulikiwe na sisi tujue ameshughulikiwa, kwa sababu madhara yake yanaenda kwa wananchi na wananchi wanaanza kukichukia Chama cha Mapinduzi. Kwa lazima watu washughulikiwe. Wale ambao ni wezi wa mali za umma, msiwaonee haya wala muhaya, washughulikiwe mchana kweupe. Hatuwezi kuambia wananchi sisi ni chama bora alafu tunawafumbia macho watu wanaotuchafua. Lazima wananchi apewe kipaumbele na lazima tushughulike na shida za wananchi bila kuoneana haya. CCM imekataza kwenye malengo namba 16 dhuluma, uonevu na rushwa, imekataza, iko hapo. Na kwenye viapo vyetu imesema rushwa ni adui wa haki. Kwa upande wao, makada wa Chama cha Mapinduzi
wameeleza namna watakavyotumia nafasi zao katika kuwawajibisha viongozi watakaokiuka maadili ya chama hicho. Tuwahakikishie wale wote ambao ni viongozi walioko serikalini si waadilifu, chama hiki hakitakuwa na msalia mtume. Sisi kama viongozi wa chama, sisi vijana, kwa ngazi yangu, wale ambao ninaweza kuwawajibisha watawajibika. Tunajivunia kwa sababu ni misingi ile ile kwamba kila kiongozi anayepita kuna maendeleo anayafanya kwa kuzingatia kanuni ya chama na katiba ya Chama cha Mapinduzi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mtazamaji, tuelekea mkoani Songwe. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Makame amezitaka taasisi za barabara TANROADS pamoja na TARURA mkoani humo kuongeza mchango wa utunzaji na uhifadhi wa mazingira hasa wakati wa utekelezaji wa miradi mbalimbali ya barabara. Tupate taarifa kamili. Ameyasema hayo wakati wa kikao maalum cha bodi ya barabara kilichowakutanisha wadau mbalimbali ndani na nje ya mkoa wa Songwe. Swala la mchango sasa hili nimeliongezea. Swala la mchango wa sekta hizi za barabara, mchango wa sekta ya TARURA, lakini mchango wa sekta wa barabara kwa maana TANROADS katika eneo la utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Kwa kawaida miradi hii ya ujenzi inapotekelezwa, watu wananchi hawapo, lakini mtakubaliana nami, huwa kuna kitu kinaitwa tathmini ya athari za mazingira, environmental impact assessment. Huwa inafanyika kabla ya mradi, ambayo inafanya analysis ya athari ambazo zitakazoletwa kutokana na utekelezaji wa mradi husika, lakini inaonyesha intervention mechanism, nini kitakachofanyika kuweza kupunguza hizo athari katika utekelezaji wa miradi. Kwa naamini hata kwenye miradi ya barabara hicho kitu kinafanyika, lakini tumekuwa hatuoni jitihada zinazofanyika na hatua zinazofanyika baada ya utekelezaji wa hiyo miradi katika kuhakikisha kwamba uhifadhi wa mazingira unafanya nini, unafanyika, kwa sababu kuna wakati ule wa utekelezaji wa mradi kuzingatie taratibu za uhifadhi wa mazingira. Uwezi ukaenda kufika hata miti ambayo haina sababu, barabara haifiki unaingia kwa kufika miti hapa. Lakini kuna hatua zingine baada ya nini, ya utekelezaji wa mradi. Je, tunafanya jitihada zozote za kuhakikisha kwamba kule ambako tumekata miti, basi kwenye hifadhi zetu za barabara basi kuna miti mingine ambayo inapandwa au kuna jitihada zingine ambazo zinazochukuliwa? Aidha, amesisitiza miradi inayotekelezwa ndani ya mkoa wa Songwe kuzingatia utekelezaji wa tathmini za athari za mazingira pamoja na taasisi hizo kushiriki katika uzalishaji upandaji wa miti ili kufikia lengo la kimkoa. Kumbuka kuna maelekezo yalishawahi kutolewa kwenye hilo eneo, na sisi kwenye mkoa wa Songwe tumetoa maelekezo, na kwenye kikao hiki cha wadau, kwenye kikao hiki cha bodi ya barabara, kwa sababu sisi wajumbe tunathamini umuhimu wa utunzaji na uhifadhi wa mazingira, tukubaliane na tutoe maazimio kwamba miradi hii ya barabara inayotekelezwa izingatie utekelezaji wa zile tathmini za athari ya mazingira, lakini pia taasisi za TARURA na TANROADS pia na nyinyi muhusike kwenye zile jitihada zetu za mkoa za utunzaji na uhifadhi wa mazingira, ikiwemo uzalishaji wa miche ya miti ya kupanda ili kuweza kufikia lengo lile la kuzalisha miche milioni 10 ambalo tumeliwekea jana kwenye kikao chetu cha wadau wa mazingira, maji pamoja na nishati safi ya kupikia, kwa sababu vinginevyo hata mvua ambazo zinazonyesha zinaharibu barabara zetu, na mvua zinanyesha kwa wingi zinaleta athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa ili tuweze kulinda miundombinu, tuendelee kutunza mazingira. Kwa na nyie pia lazima muhusike kwenye eneo la utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Tuelekee mkoani Geita. Halmashauri ya Manispaa ya Geita imekabidhi karakana kwa chuo cha VETA mkoa wa Geita ambaye ilijengwa kupitia fedha za uwajibikaji kwa jamii za kampuni ya GGML. Taarifa ya mwandishi wetu kutoka Geita inafafanua zaidi. Afisa elimu sekondari katika Manispaa ya Geita Rashid Juma Muhaya akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi wa manispaa hiyo amesema karakana hiyo ilijengwa kwa fedha za uwajibikaji wa kampuni ya GGML kwa ajili ya kuwajengea ujuzi na uwezo wa kujitegemea wananchi wa mkoa wa Geita. Karakana ambayo ilijengwa kwa fedha za CSR na mgodi wa GGM
ambayo ni karakana inayomilikiwa na halmashauri ya manispaa ya Geita, ambayo ilikusudia kuwajengea uwezo na kuwapa ujuzi wananchi na vijana wa Geita kwa maana ya kuwapa namna ya kujitegemea. Karakana hii mwanzo ilifanya kazi, lakini baadaye haikuendelea kufanya kazi kwa sababu za kiutawala na kitaalam. Lakini sasa tumefika pahala, tumezungumza na wenzetu wa taasisi inayotoa ujuzi katika nchi hii kwa maana ya VETA, tumekubaliana. Kwa hiyo leo ilikuwa ni jukumu letu kuja kuwaonyesha mazingira. Mkuu wa chuo cha VETA mkoa wa Geita ameeleza kuwa karakana hiyo itawanufaisha wananchi kupata ujuzi mbalimbali ikiwemo fani ya uchomelaji chuma, upishi na ufundi seremala pamoja na uhaziri, yani ICT. Leo tumefanya makabidhiano na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Geita. Karakana hii ya Magogo ni karakana ambayo kimsingi tuliomba muda mrefu, tukiwa na lengo moja tu la kutoa mafunzo ya ufundi stadi katika karakana hii. Ufundi stadi, sisi kauli mbiu yetu ni fursa kama zote kwa watu wote, kwa maana kwamba hatubagui jinsia, hatubagui umri, awe kijana awe mtu mzima, sisi kwetu anapatiwa ujuzi. Karakana hii itakuwa ya manufaa makubwa sana kwa wananchi wa wilaya ya Geita, lakini kwa mkoa wa Geita na kanda ya Ziwa kwa ujumla, kwa sababu imesogeza huduma kwa karibu zaidi na wananchi. Karakana hii ukiangalia umbali kutoka mjini kuja hapa ni kama kilomita 4 tu, tofauti na chuo cha mkoa kilipo ambacho ni kilomita 12. Kwa hiyo tunaamini sana kwamba karakana hii sasa kila mtu atamudu kufika hapa na kuchagua ufundi wote ambao yeye anaupendelea, ili mwisho wa siku waweze kujitegemea kwa maana ya kujiajiri, kuajiri wengine na kuajiriwa pia katika sekta mbalimbali za umma na sekta binafsi. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba wananchi wa wilaya ya Geita, wananchi wa mkoa wa Geita, wananchi wa kanda ya Ziwa, wa Tanzania wote watakuja kupata fursa za ufundi stadi katika karakana hii. Tunazo fani nyingi ambazo tutazitoa katika karakana hii kwa kushirikiana na chuo cha VETA cha mkoa wa Geita. Ukiangalia hapa tuna shughuli za ufundi wa uchomeleaji vyuma kwa maana welding and metal fabrication, lakini ukiangalia hapa pia tutakuwa na upishi kwa maana ya ufundi kuwawezesha wale vijana ambao wanahitaji shughuli za upishi. Kwa hiyo tuna karakana kubwa nzuri na mashine nzuri kabisa za kisasa. Mkurugenzi wa halmashauri ametukabidhi. Lakini ukiangalia pia tuna karakana ya useremala. Hapa tulipo ukiangalia kushoto kulia unaona kuna useremala. Kwa vijana wengi watakuja hapa watajipatia ufundi. Malengo makuu ya kuanzishwa kwa vyuo vya VETA nchini ni kutoa, kuratibu na kusimamia mafunzo bora ya ufundi stadi nchini ili kuwawezesha vijana kujiajiri na kuweza kuajirika. Michael Francis Bundala, Sky TV. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine kuelekea maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi CCM. Naibu Meya wa jiji la Dar es Salaam John Rioba amewahamasisha wanachama wa chama hicho kuanzia ngazi ya tawi kujitokeza kwa wingi kusherehekea huku akidumisha amani na umoja. Tupate undani wa taarifa hii. Naibu Meya huyo ambaye pia ni diwani wa kata ya Kinyerezi amesema wana CCM wana kila sababu ya kujivunia kuwepo kwa chama hicho ambacho kimeendelea kuwa imara tangu kuasisiwa kwake huku kikionyesha ukomavu wa kisiasa. Niwahamasisha wanachama wote wilaya Ilala na ndani ya Dar es Salaam wajitokeze kwa wingi katika kila ngazi, kuanzia ngazi ya tawi, kata, wilaya, mkoa mpaka taifa kuadhimisha miaka 49 ya chama chetu pendwa cha Mapinduzi. Si mchezo. Lakini mambo yanayofanywa na chama chetu ndio kama kwanza kina miaka 10. Lakini huu ni mwaka wetu wa 49. Na sisi ni wamoja, nchi yetu ina amani na mama yetu kipenzi chetu, rais wetu, mwenyekiti wetu anaendelea kuongoza nchi hii kwa umahiri mkubwa sana. Mheshimiwa Rioba pia ameanza kutekeleza ahadi alizozitoa kwenye kura za maoni wakati akiomba nafasi ya udiwani, ikiwemo ujenzi wa ofisi ya kisasa ya chama hicho katika kata ya Kinyerezi. Kuna vitu ambavyo niliwaahidi wananchi, lakini wakati wa kura za maoni kuna vitu nilivyoviahidi kwenye chama changu pendwa cha Mapinduzi. Niliwaahidi wana CCM wakati naomba nafasi hii kwenye kura za maoni kwamba nikipata nafasi hii itawajengea ofisi ya kisasa, na katika ofisi hiyo itakuwa na sehemu ya umoja wa vijana, kutakuwa na chumba cha UWT, kutakuwa na chumba cha mwenyekiti, kutakuwa na chumba cha katibu pamoja na jumuiya ya wazazi, bila kumsahau mwenezi.
Tunataka mtu akifika hapa Kinyerezi aone tofauti ya kata ya Kinyerezi na kata zingine. Ofisi hii imekaa hapa zaidi ya miaka 20. Mnaona hali ilionayo. Ni moja ya ahadi zake alizoziahidi wakati anaomba kura kwa wana CCM. Ameshatuletea material kwa ajili ya ujenzi wa ofisi mpya. Tunaomba Mwenyezi Mungu ambariki sana. Tunashukuru sana kwa ahadi anazoendelea kuzitekeleza. Ahadi nyingi tumeshuhudia, ahadi za kufungua mitaa. Mimi nikiwa mwenyekiti wa wazazi nasimamia mazingira. Kwa hiyo kwa upande wa mazingira mimi naweza kusema ametuheshimisha sisi jumuiya ya wazazi. Kwa sababu mazingira hatuna haja kukagua, yamejionyesha. Ahadi zake ukweli ni za ukweli. Tofali, mchanga, na sasa hivi tuko katika kusubiria mchoro ili tuweze kuendelea na kazi yetu ya ujenzi. Hiki chumba mnavyoviona hivi ni zaidi ya miaka 20 hajawahi kufanywa hata ukarabati. Lakini akasema ofisi tutaifanya iwe ya kumbukumbu, tunajenga. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa. Tunapata mapumziko mafupi na tukirejea ni katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa, naitwa Pius Jayunga. Ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo utapeleka timu yake ya kwanza kutathmini usitishwaji wa mapigano kati ya serikali na waasi wa AFC M23. Wizara ya mambo ya nje ya Qatar imesema hayo jana Jumatatu baada ya kuongoza mazungumzo mjini Doha, na kuongeza kuwa timu hiyo itapelekwa Uvira, mji wa kimkakati mashariki mwa Kongo ambao waasi hao waliudhibiti mwezi Disemba. Tangazo hilo lililotolewa jana usiku ni ishara ya kupigwa hatua katika mazungumzo ya moja kwa moja yaliyoratibiwa na Doha kati ya Kongo na AFC M23 ambao mwaka uliopita walidhibiti ardhi kubwa kuwahi kuikamata mashariki mwa taifa hilo. Msukumo huu wa karibuni wa kufanyia tathmini usitishwaji wa mapigano, hata hivyo, unafanyika wakati mapigano yakiendelea kwenye eneo hilo la mashariki. Tutazame taarifa nyingine.
Rais wa Irani Masoud Pezeshkian amemwagiza waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi kufanya mazungumzo ya haki na usawa na Marekani. Pezeshkian amesema kupitia mtandao wa X kwamba amemwagiza Araghchi kufanya mazungumzo hayo kwa kuongozwa na misingi ya utu, busara na uthabiti, lakini kwa kuzingatia mazingira yanayofaa, yasiyokuwa na vitisho na matarajio yasiyo na msingi. Aidha, ameagiza kwamba mazungumzo hayo yafanyike ndani ya mfumo wa maslahi ya taifa hilo. Kulingana na vyombo vya habari vya Marekani, Araghchi anatarajiwa kufanya mazungumzo ya nyuklia na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff mjini Istanbul siku ya Ijumaa. Hata hivyo, Wairani wengi wanapinga vikali makubaliano na Marekani, wakihisi kama wamesalitiwa na Rais Donald Trump aliyeahidi kuwasaidia waandamanaji wanaoipinga mamlaka nchini humo. Tuhitimishe habari za kimataifa na taarifa ifuatayo. Mahakama moja nchini Bangladesh imemhukumu waziri mkuu wa zamani aliyepinduliwa kwa maandamano ya umma Sheikh Hasina kifungo cha miaka 10 jela kwa ufisadi wa ardhi. Mpwa wa Hasina, Tulipu Siddiq, ambaye ni mbunge nchini Uingereza, kifungo cha miaka 4 kwenye kesi 2 za ufisadi unaohusiana na mradi wa ujenzi wa mji karibu na mji mkuu wa nchi hiyo, Dhaka. Judge Mohamed Rabiul Alam wa korti maalum aliwahukumu pia kifungo cha miaka 7 wapo wengine wawili, Azmina Siddiq na Rodani Mujdisnik, kwa kuhusika kwao kwenye ufisadi huo. Taasisi ya kupambana na ufisadi ya Bangladesh ilifungua kesi kwenye mahakama hiyo ikimtuhumu Hasina kushirikiana na maafisa wa serikali kujipatia viwanja 6 vya nyumba kwa ajili yake na familia yake kwenye mradi wa mji mpya wa Purichaba, licha ya kwamba hawakuwa na haki kisheria. Hukumu hiyo imetolewa wakati serikali ya mpito inayoongozwa na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Mahmoud Yunus ikijitayarisha kwa uchaguzi mkuu hapo Februari 12, ambao chama cha Hasina Awami Ligi kimezuiwa kushiriki uchaguzi huo. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Asante pia usijiunga kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Mtazamaji, moja kwa moja kwa sasa tunaelekea dimbani kuangazia ya kimichezo na mwanamichezo Johannes Michael yuko hapa ndani. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas.
Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Hali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tunaanzia hapa nyumbani ambapo timu ya Young Africans imeondoka nchini leo kuelekea nchini Morocco kwa ajili ya mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambao watacheza dhidi ya FAR Rabat, mchezo utakaopigwa Februari 7 mwaka 2026. Ambapo akiwa airport, kocha mkuu wa timu hiyo Pedro Goncalves pamoja na afisa habari wa timu hiyo Ali Kamwe wameweza kuelezea maandalizi yao kuelekea katika mchezo huo ambao utapigwa Februari 7 mwaka 2026. It is what it is, so we need to be prepared and focus. Our focus is our performance, so this is the most important. So Clement is ready for this match? Clement, fortunately, this week it was the first week he starts doing all session, the full session with the team. Give us a good feelings about. For sure, it's not after months stopped recovering for an injury, but it's coming. It's coming. It's not a question about rush about, because it's important since he's coming with safety. But yeah, we feel he's coming. Thank you. Kupata hayo matokeo ya ule mchezo, miujiza yake yoyote yale yana maana kwenye kundi. Kitokea tumemshona yule bwana pale kwake asilimia zaidi ya 90 bila kujalisha matokeo ya mechi ya JS Kabylie na Ali atakuwaje, tutakuwa tumesogea karibu kwenye robo finali. Tukipata sare tumesogea kwa asilimia zingine kadhaa, lakini tukishonwa kwa maana ya goli kuanzia 2, sasa hapo ndipo tunapokuja kuungana wenzetu niagieni zitakuwa ziko nyingi sana. Mwenyezi Mungu atuepushe kwanza na huo mtihani, lakini twende tukiwa very strong, tuamini kwamba inawezekana, na tushafanya mabalaa sana tukiwa tunaamini hivyo. Uzuri ni kwamba ni sisi na wao, yaani hakuna atakayeongezeka, hamna shabiki, hakuna mpambe, ni sisi na wao kwenye pitch pale. Sasa tuna quality, tuna players wenye uzoefu. Hayo makelele yakitoka tukibakia wenyewe, mimi naamini kabisa kwa 100% tunakwenda kupata matokeo mazuri inshallah. Kila la heri Young Africans katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, kwani Watanzania wako nyuma yenu. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na CAF imemteua mwamuzi kutokea nchini Afrika Kusini Abogile Tom kuchezesha mechi ya muhimu ya 5 ya ligi ya mabingwa barani Afrika kati ya FAR Rabat na Yanga ambayo itapigwa Februari 7 mwaka 2026. Kufuatia AFCON na kipindi kifupi cha mapumziko, waamuzi mashuhuri wa CAF sasa wameweza kurejea kusimamia mechi zilizosalia za ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Klabu ya Yanga yenyewe inahitaji kupata ushindi katika mchezo ujao ili kujihakikishia zaidi kufuzu hatua ya robo finali ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na bondia Fadhili Majia amerudi kwenye ubora wake wa kuwa bondia namba 1 nchini Tanzania. Kwa mujibu wa mtandao unaotunza na kutambua rekodi za maboksi duniani Boxing Rank, unamtambulisha Majia ndiye bondia namba 1 kwa ubora wa ujumla wote nchini Tanzania. Pia Majia amekuwa bondia namba 1 katika uzani wa bantam, na kwa upande wa Afrika Majia amekuwa na nafasi ya 9, ambapo kwa ujumla ya mabondia wote wa Tanzania na yeye ndiyo kinara, huku Mwakinyo akiwa nafasi ya 22. Aidha duniani Majia amekuwa kinara pia kwa kushika nafasi ya 291 kwa mabondia wote Tanzania, huku Hassan Mwakinyo akishika nafasi ya 503 katika orodha hiyo.
Na moja kwa moja tunakwenda pipa hadi kimataifa ambapo klabu ya TP Englaba Mazembe imefungiwa kusajili wachezaji na shirikisho la soka duniani FIFA kwa athari ya moja kwa moja, hatua inayomaanisha kuwa klabu hiyo haiwezi kusajili wachezaji wapya hadi marufuku hiyo itakapoondolewa ndani ya klabu hiyo. Aidha, hiyo imetolewa kama sehemu ya utekelezaji unaoendelea wa FIFA dhidi ya vilabu vyenye migogoro ya kimkakati wa kifedha pamoja na kutokuwalipa wachezaji stake zao ambao wametumikia ndani ya klabu hiyo. Marufuku hiyo itaondolewa kuwepo hadi TP Englaba Mazembe itakapomaliza migogoro ambayo imo ndani ya klabu na kuweza kuwalipa stake zao wachezaji ambao wanatumikia klabu hiyo pamoja na wachezaji ambao hawapo ndani ya klabu hiyo. Huku kunako taarifa nyingine. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Mindy Joseph kwa ajili ya kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari kwa leo. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Mtazamaji, ni wasaa wa kuangazia utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku. Langu jina ni Godfrey Kazinja nikikuwasilishia utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kusini. Haya maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache. Sehemu nyingine za nchi kwa usiku wa leo zikitarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Lakini kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inatuonyesha upepo kwa ujumla unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi, na viashiria vya mvua vinaonekana zaidi katika maeneo ya kusini mwa nchi. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kwa maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kusini. Haya maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Singida na Dodoma kutarajiwa kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zikitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na sasa
Tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam linatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 8. Kwa upande wa mkoa wa Dodoma tunatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo. Mkoa wa Mwanza tunatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kilimanjaro tunatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo kwa tarehe 7 pamoja na tarehe 8. Mkoa wa Mbeya unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali kadhalika mkoa wa Morogoro unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo pamoja na hali ya mvua na mvua nyepesi. Kwa upande wa mkoa wa Arusha unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo kwa tarehe 6, 7 na 8. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa yale tuliyokuwa nayo. Serikali kununua matrekta 10,000 ili kuimarisha kilimo. Na kimataifa, UN kutuma ujumbe kutathmini usitishwaji wa mapigano Kongo. Na katika michezo, Yanga yaondoka nchini kuifuata FAR Rabat, mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Mtazamaji, nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Asante kwa kuichagua na kuitazama Sky TV. Mimi ni Mindy Joseph. Endelea kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali kutoka hapa Sky TV.